itakuwa. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجان. Naam, naona ukhti wangu umeniita. Kuna tatizo gani? Ustazi, kuna jambo ambalo linaendelea katika mtaa wetu ambalo sio zuri na hata jamii inahuzunishwa na hili swala. Ni swala gani ambalo linapelekea mpaka jamii yetu kupata huzuni? Kuna watu wanakonya zinaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bila kujali mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa tusome sana, tufanye mambo ya heri sana, kwa sababu ni mwezi ambao umewekwa kwa ajili ya kuchuma yale ambayo mazuri. Lakini unakuta kuna baadhi ya watu katika jamii yetu wanazini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bila oga wote ule. Astaghfirullah. Kwa hiyo unamaanisha kwamba katika jamii yetu iliyotuzunguka kuna vijana ambao wanafanya uchafu, zinaa ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani? Ndio ustazi, maana nimeshukuru sana kukutana na wewe. Astaghfirullah. Kwa hivyo iko kama wewe ni imamu ambaye ameswalisha msikitini, ni kiongozi wetu mkubwa hapa, ilikuwa tunaomba ili tuweke sawa dia hili, kwa sababu sisi jamii tumekaa tumezungumza nao, lakini bado wanaendeleza kufanya zinaa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sawa sawa. Kwa hiyo hao vijana unawajua au umeambiwa tu? Mtaa wetu na tunatambua. Unawajua kabisa? Tunawajua ndio. Basi ni vyema unitajie majina yao, kwa sababu mimi asilimia kubwa ya vijana wa hapa mtaa wetu wote nawajua, kwa sababu napewa taarifa na wazee wao, wengine nipo na share nao idea na wazee wao tofauti. Kwa hiyo ni vyema unitajie, kwa sababu ikitokezea ni watafute ili niweze kuwashauri na kuanza kuwapa elimu kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hayo mambo wanayofanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani sio mambo ambayo yanaswihi. Hayo mambo ambayo yanayofanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mambo ambayo yanabatilisha swaumu, na lengo na madhumuni ya kufunga ni kufuta na kuondoa yale yote machafu ambayo tuliwahi kuyafanya hapo awali na kujenga imani na upendo kwa Waislamu. Kwa hiyo nitemo nitajie ili niweze kuwatafuta na kuwapa elimu zaidi. Kuna mkaka mmoja hivi mweusi anaitwa Suleiman ndio, na idada hizi anakaa kwa Makami. Suleimani. Suleimani namjua. Ndugu yake Makame pia naye anafanya mambo kama haya. Astaghfirullah. Yaani Makame anavyojitahidi kuja madarasa, tunavyomfundisha, anavyotoa support na mchango katika mambo haya ya ilmu, leo hii kumbe mdogo wake ni mtu ambaye anapotea kabisa. Ndio. Insha Allah, hamna shida. Kwanza asante sana, shukran, na Allah akupe moyo huo mzuri, kwa sababu unawatakia Waislamu wenzako waweze kufanikiwa. Kwa hiyo Allah akuzidishie moyo huo mzuri, na mimi nitalichukulia hili jambo kwa makini sana, ili mradi niweze kuwapatia elimu vijana wote waweze kuepukana na adhabu ya Allah, kwa sababu huko tunapoenda kuna pepo na moto. Tunapokosea kujitengeneza kabisa na kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda kwake yeye Mwenyezi Mungu, tutaweza kuangamia katika moto wake, moto ambao hakuna kiumbe ambaye anaweza kuhimili uzito wake. Ni moto ambao umeelezewa katika sura tofauti.
Umenielewa vizuri eh? Nimekuelewa Ustaz. Kwa hiyo inshallah nitajitahidi ili niweze kulifanyia kazi jambo hili. Basi tusaidie Ustaz. Inshallah, asante. Wanaongoka wenzetu. Inshallah tutajitahidi. Asante sana. Asante. Karibu sana. Karibu. Asante pia. Aya, shukran. Yule mtupafu. Hasikiliza Bwana Suleimani. Bwana Suleimani, nimekuita hapa leo, lakini kwanza samahani sana kwa kupotezea muda wako. Pia nakushukuru kwa sababu umefuata wito wangu. Bwana Suleimani, lengo na madhumuni ya kukuita hapa ni kukukumbusha Bwana Suleimani, unapoelekea unapotea kweli kweli. Hapa mtaani pote Bwana Suleimani, unasifika kwa tabia mbovu unazozifanya. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Bwana Suleimani, wewe unafanya mambo chungu nzima yasiyofahamika, kwamba wewe unaamini kufunga ni kujizuilia kula na kunywa ndio umefunga. Bwana Suleimani, hilo jambo hakuna kabisa. Saumu ama kufunga Bwana Suleimani sio kwamba kuwa umejizuilia kula kunywa ndio ukajua kwamba umefunga. Kufunga Bwana Suleimani ni kujizuilia vitu vingi ambavyo vinakupelekea saumu yako wewe kutenguka, kama kuvuta, yani kutumia mihadarati, kula, kunywa na kufanya matendo yote maovu. Bwana Suleimani, wewe nasikia mtaani hapo unatembea na wake za watu, wewe ni mvuta bangi, wewe ni mwizi, unasifika kwa sifa mbovu chungu nzima. Bwana Suleimani bana, tunapoelekea tunapotea. Kwa hakika tunapoelekea tunapotea. Na leo hii upo hapa, kesho unarudi kwake yeye. Hujui ni muda gani utarudi kwake Muumba. Bwana Suleimani, nimekuta kwa ajili ya kuepukana na hayo yote unayoacha. Achana nayo, tunapotea sana. Bwana Suleimani, naongea na wewe bana, unanipuuza. Bwana Suleimani. Subhanallah. Huu ni mtihani mzito sana. Allahu Akbar. Kaka samahani. Bila samahani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Kizuri au kibaya hicho? Haya. Kutokana na dini yetu ya Kiislamu na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, sio kizuri. Na sio kwa mwezi huu tu, hata mwezi mwingine. Kuhusiana na mdogo wako. Mambo gani hayo? Mdogo wako mambo ambayo anayafanya sio mazuri. Na haswa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tumekatazwa mambo mengi kuyaacha. Ni mwezi ambao wa kujitafutia, lakini yeye mambo ambayo anajitafutia sio mazuri. Mdogo wangu? Ya mdogo wako. We Bahamadi, watafuta nini? Mbona wacherewesha huo mzigo ambao salale huku wateja tele tele? Mbona wanisumbua hivyo? Asalale. Mie kwetu Tanga nakwambia, ukiponya masiara mimi nitakutia mshipa wewe. Na mwezi huu mtukufu wewe wa Ramadhani nakwambia niletee. Samahani. Asalamu alaykum. Aya, basi baadaye. Samahani, nilikuwa naomba kukuuliza, nilikuwa nina shida Ustaz Fahi. Mdogo wako anatembea na kila mwanamume katika huu mtaa. Sasa mimi nikuulize, mambo unazungumza kwa sababu mna ugomvi au unazungumza kwa kweli? Hapana. Watu wote wanafahamu kama mdogo wako ana tabia ambazo hazistahiki kuwa nazo mwanamke, hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kama kaka, ilikuwa naomba uchukue jukumu la kumfundisha mdogo wako. Sio tabia nzuri na haileti picha nzuri katika jamii. Hata nyinyi walezi ambao mnamlea mtaonekana kwamba hamuna malezi mazuri ambayo mnampatia mtoto wenu, hususan yeye ni mke wa mtu. Sawa, mimi nimekuelewa. Nitalifanyia kazi. Asante. Karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhan. Yaani waulizia Ustazi Fahimu wako wawili.
Kuna yule Fahimu kafupi kafupi yule, na kuna Fahimu yule mrefu. Wewe wazungumzia Fahimu gani? Mrefu. Mrefu. Si unaiona hii nyumba hii yenye bati? Ndio mume. Hii nyumba sina bati? Ndio. Ya pili ambayo ya udongo, ya tatu yenye mabati, nyumba nzuri nzuri. Basi ile ya tatu yake, ile nyumba nzuri nzuri ile yenye geti jekundu, ndo pale unaweza kumpata yule. Si Fahimu ustazi? Ustazi mweupe. Ndio. Unaweza ukampata hapo. Sawa, asante. Samahani kidogo. Ila samahani. Unajua mimi naitwa Suleimani. Salale, mimi ndo Suleimani. Mimi ni mtu ambaye nipo kwa watoto wazuri wazuri. Naomba namba yako tafadhali. Aya, sawa, asante. Asante. Na we pia. Salale, wawahi mimi mtoto wa Kitanga nakwambia, kama mzee Mponda kaponda tope na tope pondwa zitapondwaje? Mama yangu nauka hatari. Hawa ndo watoto wa kuwaika ndani ukatudia, sio watafuta giza tu. Wengine watafuta watoto hata kukimbia nao ukasema tangulia. Yaani unaoa mwanamke mzuri mashallah, lakini wengine waoa wale wapupi wale walokuwepo Lemolo Nigeria, washindwa hata kutembea naye, lakini wao nisidi watu wale watu. Asapurullah, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Karibu mgeni mwema, mtukufu Ramadhana, ni mwezi usio shaka na baraka. Unajua shamba yangu kwa kilichoingia sikuweza kuamini kabisa. Yeye sikutegemea kwa mkuu kama huu. Na ukisikia neema za Ramadhani, neema nyingi kama hizi. Hata wao mimi naposema sumu tashehu, ungeri tawadavya, afya ndio Bana. Ni kweli bana. Ile cha kuzingatia ustazi wangu walizungumzia kwenye masuala mazima ya kutengenezewa visima na madrasa zile za wanafunzi. Ila kwenye mambo hayo sisi sasa hivi tuachane nayo. Tutaweza kudidimia baadaye. Sisi la muhimu ni kwamba madamu umeshaka matamzigo wako na mimi nimewa kwangu, kila mmoja kwanza atembea la kwake. Hiyo uche yangu imeisha. Ushachukua fungu lako na nimeshachukua fungu langu, visima tajijua wenyewe. Kwani kuna tatizo gani? Ushachukua chako na nimeshachukua chako. Tutapata tu. Asante baba, asante sana. Inshallah, inshallah tukutane sana. Duniani karibu mgeni mwema, mtukufu Ramadhani. Ustazi, mkija hapa ni labda kia ni ndani ya kapteni katika kinapi yetu wala na hospitali mkoa hospitali nimekina vipimo vyote yani vipimo vyote Mungu kuna kitu kizuri na msitoshe pia wanda mwili wangu pia nipo ona melioche pia nipo kwa hiyo nikija hapa nitaidi ili niweze kupata mtoto. Ikiwa sasa kwamba jao ni kusika sana. Yaani watu wana msikitana wa hekima ya tanani. Kwa ndio ni tuana boya nikipata kistagonge nije kinifaidia. Na ni kwa kadari. Ni kweli. Mapakika yote mnasikia huko nje. Hakuna kitu ambacho wamekikosea. Sawa sawa. Naweza kukwambia kwamba kama unavyoona mtaa huu jinsi unavyong'ara na jinsi unavyopendeza, basi naweza kukwambia kwamba huko kote ulipotoka, kama uliwahi kupitia kwa waganga, wachawi, naweza kusema uliingia katika giza. Umenielewa? Yeah. Sasa leo hii umeweza kufanikiwa kuona mwanga
na mwanga wenyewe ndio hapo likule kulipata nini. Yaani matatizo yako yameshapata nuru ya kuweza kung'arisha na kuondoa matatizo ambayo uko nayo. Umenielewa? Sasa basi naweza kukwambia hayo matatizo yako yaliyokukabili wewe mpaka ukafikia stage ukapambana kutokana na, yani umepambana kiasi ambacho naweza kusema uwe ni mwanamke ambaye ni mpambanaji. Maana umeweza kupita kwa madokta, umepita kwa watu tofauti tofauti ili bado uweze kulitatua tatizo lako. Lakini Allah hakuweza kulitatua kwa sababu sehemu iliyotakiwa wewe kupata matibabu ni kwangu mimi. Una nia ambayo ni madhubuti na ni mahiri kiasi ambacho inaweza kuvunja hata mbio. Na ndio maana wakasema wenyewe waliosema katika vitabu, innamal a'malu binniyati, hakika kila tendo linahitaji uweze kuwa na nia. Yaani wewe ukiwa na nia kusema kwamba mimi naweza nahitaji kuwa mtu mkubwa kabisa katika ulimwengu, nia yako ikiwa ni madhubuti, basi unaweza kufanikiwa. Kwa vile nia yako ilikuwa unahitaji kupata mtoto, basi sijai, yaani hapa umefika. Natumani ndio kazi ni dadale ni Yaani usijali. Kwa hiyo kutokana na hivyo basi tusipoteze muda, naona ni vizuri tuende ndani ili niweze kupatia haya matibabu. Au unahisi kitu gani? sawa. Kuna nyigo ni sawa. Ustazi, nawashukuru alhamdulillahi. Basi nakwambia natembea huko, nakwambia nimetoka nyumbani huko jioni hii mpaka nikakuja msikitini pale, sijawaona salale. Basi nikasema nitawapata wapi? Nikatoka kule msikitini, nakwambia waru salale, na wajane wamenikamata, nakwambia nyumbani kule salale, mambo wera yamenibanako, maji yamengia uwa salale. Nikasema imekuwa heri kukutana na nyie waumini, imekuwa kama nuru katika hapa mtawe. Sasa naomba munisaidie. Sheikh wangu, kwanza hongera sana bana Sheikh wangu. Kwa hiyo Sheikh wangu, hivyo ndivyo unamiliki wajane 8. Wajane 8. Yaani Sheikh wangu bana, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bana Sheikh wangu, nakuombea dua Allah akufanyie wepesi katika mambo yako. Naam Sheikh wangu, naona unakisimamisha kwa wasiwasi. Kuna tatizo gani bana Sheikh? Lengo langu mimi, najua nyie ni watu wa na hapa mtaani nyie ndo nuru. Inshallah. Alhamdulillah. Allah akubariki mke wangu. Hivi lengo na madhumuni haswa ni kitu gani? Unaona Sheikh unaongea alhamdulillah, lakini bado hatuja kukamata. Je, unamaanisha kitu gani? Yaani hii ni hali ya kutoka kiza basi kaingia mwangaza. Yaani ni kuwaena tu nyinyi, nakwambia salale. Sheikh wangu bana, muda unapotea na humba tunaenda nao, maana yake muda kuna pistari. Anamaanisha kwamba hajapata bado kejio cha kupeleka ndani. Fahamu. Nabaki ya simu sio nayo? Nabaki ya simu ninayo, nakumbuka ninayo. Kwa hiyo inshallah Sheikh wangu bana, usiwe na wasiwasi, nikakutumia kiasi kidogo ambacho kitaweza kusababisha uweze kupata chajio cha leo. Umenielewa? Nitashukuru sana salale. Yaani nyinyi Mungu awabariki. Nakwambia kama kule kwetu Tanga kule Andeni Pangani Korogwe Muweza, napambia kama mzee Ponda kaponda tope. Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Sairi kabisa, sijali Sheikh wangu. Imeisha jambo lako inshallah.
Basi inshallah hamna shida, sasa tuko pamoja baba. Asante. Allah akubariki baba. Bila kusahau natakiwa utoke Kisabile siku 3 kwa ajili ya kufuatana na sisi. Sawa? Basi sawa. Usidharau Sheikh wangu baba. Inshallah hamna hata. Inshallah kwa pamoja baba. Leo kwa wabariki. Karibu sana. Toma. Sawa. Haya, hiyo ndo waumini. Umependeza padi tu. Mungu awabariki, nakwambia kila sehemu. Yaani watu wanapong'ara, nakwambia wanang'ara, maustazi wanapong'ara. Nyewe waishia hivi. Hivi. Mungu we nionyeshe njia. Mungu Bwana wa viumbe vyote, kama mti wa matunda jamani. Hapo mwanzo Mungu ameumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena kuna giza lilikuwa limetanda shapiti wallahi. Awabariki. Ila atakuzingatia ni kwamba kutokana na ule utaratibu ambao nimekupangia katika zile dawa, yaani la muhimu ni kwamba fuata vile vile kama nilivyokuelekeza. Umenielewa? Kwa sababu ukikosea ile masharti kuleta majibu, ile dawa itachelewa. Umenielewa vizuri? Halafu pia unajua katika jamii yetu watu wengi sana wakichikia na matatizo kama hayo ya kwako, wanapotea njia, wanatafuta wachawi, washirikina, wanamkufuru Mungu. Lakini kutokana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na jitihada yako ambayo umeonyesha kutoa mguu wako nyumbani mpaka kunifikia mimi hapa ustadi kwa ajili ya kutufanyia matibabu, yani ni jambo limeisha kabisa. Limeisha, tatizo lako limemaliza. Umenielewa? Nimekuelewa ustadi. Asante sana ustadi, nimefurahia matibabu yako. Wow, asante sana. Usijali, hili ni jambo ambalo hata Allah mwenyewe kanielezea, na nimefurahi sana kutokana na ujasiri wako. Yani umejiamini na umefanya kitu ambacho kinakustahili. Na sijui kwa nini umechelewa kuja, maana nimejitahidi sana kuitumia dawa hile ili tu uweze kupata mafanikio katika jambo lako. Najua unasumbuliwa sana na tatizo la uzazi, ila kuhusiana na mtoto katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, naweza kusema kwa jinsi nilivyokufanyia hayo matibabu, hiyo tunaita sefio katili. Manake ni dua ya upanga, imeenda kukata hayo matatizo yako yote. Unajua ulikuwa na matatizo mengi sana, ulikuwa na hasadi za watu. Unajua watu wanachuki sana, hasadi, chuki, lakini kutokana na dua hiyo imeenda kuondoa hivyo vitu vyote. Vifungo vyote ambavyo vilikuwa vimekufunga wewe usipate kizazi tayari vimeshasambaratika. Umenielewa? Nimekuelewa. Umenielewa vizuri? Ila nimefurahia sana matibabu yako. Asante. Karibu sana. Hamna shida yote, karibu. Ila cha kuzingatia usimu mwingine yote kuhusiana na hija. Isina shaba kwa hivyo. Karibu sana. Sawa, asante. Karibu. Karibu Sawa. Wow. Allah kubariki, Allah kubariki. Suleiman, jina lako ni zuri ambalo hata kwenye vitabu vya Mungu limetajwa, lakini utofauti ni kitu kidogo tu, kwamba yeye ni mtume, lakini wewe umeenda kubeba jina la mtume, lakini vitendo vyako haviendani kabisa na jina. Suleiman, unazini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mawaidha yote ambayo yanotolewa, vitabu vinasema, lakini bado haupo duniani kabisa. Mtaani kote unanuka wewe. Kweli Suleiman? Mimi kikweli, kila mtaa mimi, kila mtu ananiona mie ni mtu mbaya. Sasa hayo mambo amekwambia nani? Juzi tu kuna mtu umemtimua wa kike, mtaani kote amepata habari. Sasa hivi unakataa kama sio wewe, tena ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unafunga kweli wewe? Salale. Mimi? Wewe sio Suleiman. Yaani mimi nikionekana tu mtu akitanga amepita,
basi naonekana mie mbaya. Mie nifanye mambo machafu mie? Jamani, salale. Suleiman! 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 Jihan, Halima, asante sana kwanza kwa kusikiliza mambo yangu, ila lengo na madhumuni ya kuduta hapa, nilihitaji umfikishie habari zangu kwa yule shoga yako. Ile shoga yako ile fupi ile mpana ile kidogo mwekundu hivi, sijui lake jina limeitoka ndio kile. Anaitwa Lela. Lela. Nawe umsahau. Sawa Lela. Lela kuna siku alinifuata bana, akanielezea matatizo mengi sana, nikamfanyia kisomo, nikamfanyia na dua ya kutosha kwa ajili ya kumtibia katika matatizo yake, lakini nilisahau vitu vya muhimu. Bila kumfanyia dua nikasahau kumpatia zile dawa. Kwa hiyo madhumuni makubwa, nahitaji upate shoga yako Lela, umweleze anirudie tena aje kuzifuata dawa zake, kwa sababu ni muhimu sana katika yale matatizo yake. Kwani alikuwa na matatizo gani? Alikuwa na matatizo tu ya kawaida. Yaani alikuja kunielezea matatizo yake kama unavyokuwa wewe. Si unajua ndio unanifuata. Kama hivyo tu, alikuja na matatizo yake nikafanyia, lakini nikasahau kupata zile dawa zake. hata mimi nitamwambia, lakini na mimi niko naomba unisaidie na matatizo kwenye ndoa yangu. Kwa hiyo niko naomba unisaidie na mimi ndoa yangu ikije. Ana mume wangu kaida na matatizo na mwezi ayad anjali au. Kwa hiyo niko naomba na mimi nisaidie ndoa yangu ikije. Katika hilo usijali. Kuhusiana na mume wako usijali. Ni kweli hata mimi mwenyewe najua mume wako ana matatizo. Yaani ana matatizo ya ghaibi. Yaani kwa haraka haraka huwezi kujua ni kitu gani. Ni sawa sawa na ni mambo haya ya ushirikina kidogo ya nafsi. Si unajua mko wengi, si unalijua hilo. Kwa hiyo kila mmoja kule anataka yeye ndo apewe namba moja. Kwa hiyo yule akichezea hichi mwenzake anachezea hichi. Ndio hilo mnalomsababishia sasa huyu nani amshike nani amwache. Ila kwa uwezo wa Allah katika mwezi mtukufu Ramadhani nitaamka qiyamul layli kwa ajili yake yeye tu, nitamwombea dua ili mradi jambo lako liwe. Kwa hilo ondoa shaka kabisa, umenielewa? Basi sawa, Basi hamna shaka. Kwa hiyo inshallah karibu sana. Karibu. Usisahau lakini kufikisha ujio wako. vipi shoga yangu upo? Shoga yangu yupo? Shoga yako? Haya, shoga yako yupi huyo? Huyo anakaa humu ndani. Humu ndani mnakaa watu wengi, shoga yako yupi? Yupo mweupe hivi. Aha, haya ulikuwa na shida gani? Nilikuwa na shida naye, kuna kitu nataka kumwambia. Haya, sasa hicho kitu na mimi nataka nikijue. Wewe ufasi kujua, ni mie tu na yeye. Sasa unajua kama mimi ndo kaka yake? Mimi sikujui, namjua yeye. Sasa mimi ndo kaka yake. Hilo tatizo lake nitaka uniambie mie. Sasa wewe upasi kujua, ni mie tu na yeye. Sipasi kujua, nyie ndo mnaomharibu mdogo wangu. Ndo mnamchukua, mnampeleka kwa wanaume huko anaenda kudanga. Si atueni kwa wanaume, namwambia kitu tu, jambo la kawaida tu. Tabia hizi kazi komba kwenu hizi. Kwani mimi namfanyia nini? Mimi sinamwambia kitu tu. Sasa vitu gani hivyo viko haviongeleki ukaniambia na hili? Sasa kama huna cha kuniambia nitaka uondoke hapa. Yupo kwani au? Nitaka uondoke msikio wewe. Husikia. Toka. Yangalie vile bonge nyanya. Karibu mgeni mwema, mtukufu Ramadhani, mwezi usioshaka na mambo yanaenda. baraka duniani. Mambo yanaenda.
Basi nakwambia katika kupitapita zangu kule, nakwambia nimetenguka huko Kalale. Nikasema nende pale sokoni. Lakini baada kupika pale sokoni nikaona nazi wera. Nazi nzuri. Nikasema mambo yangu sasa ameenda kwenda mazuri. Nikasema nizunguke. Lakini Salale baada kuzunguka nikapita pale kona pale magereji moja nakwambia nimekwenda kumsaka Bahamati. We nilimpiga konge ya bao. Unajua mtazi wangu unapenda sana mambo ya matara. Mpaka mnapigana mabomu mtukufu Ramadhani. Mko serious kwenda Ramadhani jamani? Tena na masiara kwenye penti kubwa tuende. Naona umefuatana na binti hapa ukti wangu. Kuna shida gani? Huo ukti bana, nimepita baada kutoka pale kwa Bahamadi kumpiga bao. Nikasema nitiki hapa maskani hapa. Huwezi kuamini. Hapla nikaambiwa, stop. Kasema hii stop imekuwa heli ya gari. Basi nikageuka hivi ndo nikakutana na unidi. Amenambia alikuwa la sida na Fahimu. Ikasema kile kaputi au kile karefu, maana hapa kuna Fahimu wafuti na warefu. Yani kuna wale wapupi ni wale wa Kongo wale sijindo watu wale wale ni watu. Mtezo wangu sipitie huko bani. Kwa hiyo anashika na utolipahi. Hamna shida basi, alhamdulillah maadamu umeshamleka kwangu mimi. Ili jambo ni mitiamu. Basi hamna shida kama ni mgeni wangu basi. Basi ninaenda. Ukti wangu, samani sana. Naona umeshughulika sana. Umesema kuwa na matatizo unataka kunisimulia, si ndio? Hivi unaitwa nani wakati wangu? Zainab. Mashaallah, Allah akupe khairi jina zuri sana. Naam, naona hapa kijana ustazi wangu ameniambia kwamba una shida na mimi na matatizo. Hili ni la kweli hujao? Ndio, na matatizo nataka unisaidie, lakini uzuri tusingesimama, tungetafuta sehemu tukae kitako ili tuongee vizuri. Basi sio vizuri kusimama katika njia hivyo alafu baadaye tuombe. Itabidi tupate tempo tukae ili tuweze uweze kunisimulia vizuri. Pole sana Bi Zainab. Nadhani jana umekaa ukanielezea kwamba una matatizo, lakini kutokana na muda jana hatupata kuongea. Kwa hiyo nadhani muda huu utakuwa ni muda mzuri sana kunielezea matatizo yako ili niweze kukuelewa unasibiwa na kitu gani. Umenielewa? Kwa hiyo tusipoteze muda. Nadhani muda huu itabidi tuutumie vizuri ili unielezee matatizo yako. Naam, unasibiwa na kitu gani Bi Zainab? Ustazi, nimekufuata huu mwezi wa 3. Hiyo miezi miwili iliyopita nyuma sijapata mambo yangu kabisa. Yaani sijaona mpaka hapa leo nikoniona. Ndio maana nimekufuata ustazi, unisaidie. Pole sana. Pole sana Bi Zainab. Ni kweli unajua haya mambo yapo na asilimia kubwa ya binadamu wanakuwa wanachuki ndani ya nyoyo zao. Lakini kutokana na maelezo yako ulionielezea, tayari nimeshajua njia gani naweza kuitumia kulitatua tatizo lako hili. Kwa hiyo tusipoteze muda, itabidi tuende nikakufanyia matibabu kwa muda huu, kwa sababu nina kazi nyingi sana za watu. Nikuelewa ustazi. Kwa hiyo sitaki kupoteza muda, kwa sababu nina kazi za watu nyingi sana muda huu. Kwa hiyo haina budi tuende kwanza nikakusaidie, halafu then nishughulikie mambo mengine. Kwa hiyo naomba tutangulie kwanza tukakusaidie. Sawa ustazi. Unajua mdogo wangu, nimekuita hapa nikasema nataka niongee na wewe ile. Kitu gani hicho kaka? Vizuri sana. Maana haki kuna mambo mdogo wangu mimi siyaoni haja ya kuyakalia macho. Kwamba niangalie tu, lazima nikuite nikuambie kinachoendelea. Unajua mdogo wangu, nini ndio wa kwanza kuliona jua? Wewe kipindi hicho kutumboni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na nyie mbona mmechelewa?
Ala. Umenifahamu? Mimi ndo kakako, ndo mwanzo kuliona jua, na ninapokuita nikakwambia kwamba kuna hichi na hichi na hichi kinaendelea, jua kwamba nilistaki uharibikiwe mdogo wangu. Tumeelewana? Hakuelewa kaka, lakini siri ni kitu gani hicho? Vizuri. Kitu chenyewe ni kwamba kwanza lazima ujijue wewe ni mke wa mtu, bado hujaachika. Mumeo tukaondoka kidharura. Asalamu alaykum. Salamu. Basi nakwambia kila kona huko natembea. Kila kona namtafuta Ustazi Fahimu. Sijui umemuona? Ustazi huyu anafanya watu vitendo vya uzalilishaji au? Asalale. We. Mwamsingizia, wallahi mwamsingizia. Ustazi huyu ndo nuru katika maisha yetu. Ustazi huyu kila shida, juzi tu pale amekwenda kunisaidia, amenitumia muamala. Mwamsingizia, wallahi mwamsingizia. Ustazi afanye matendo ya uzalilishaji atalale. Mwamsingizia. Lakini cha pili, tambua kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tunatakiwa sana tuwe karibu na Allah, tuswali, tusome, tufanye mambo mema. Sasa mdogo wangu, kuna vitu mimi sivifahamu, sivielewi, ndio maana nikakuita hapa. Kwa sasa hivi tabia yako imebadilika, tabia yako si ile ya mwanzo. Alafu cha pili, una mashoga. Kuna mtu hapa kaja kukuulizia, simuelewi mbele wala nyuma. Kama utasema kama mshumaa, wewe mshumaa una mbele. Mimi namtafuta nani nimwambie juu, sijui kuna taarifa gani alokuamini kakaki hawezi kunambia. Sasa ule nani ule alokuja hapa? Kaka mimi sina mashoga, shoga yupi alikuja? Alikuja hapa bonge. Namwambia sema hicho unachoambiwa, kimya. Hivi na hivi. Kama katumwa na rais. Kumbe kajituma huko. Sasa wale watakuharibu. Ule itakuwa ni jirani. Dogo kaka ana mambo yake. Ana mambo yake. Sasa mimi jirani yule simtaki, simpendi. Tafuta mashoga wazuri wa kukaa nao. So yule angesema basi kuna hichi na hichi na hichi, mnanificha nini? Esa kaka itakuwa na mambo yake. Sawa. Sasa nisikilize. Mimi kaka yako nakueleza tu, akija kikukuta yatakuwa yako peke yako. Huu mwezi ufanye mema ndugu yangu. Nimekuelewa kaka. Sawa, nenda ndani uko kapike mihogo. Na usije ukapika mhogo vibaya kwa sababu ni makugomba. Allahu Akbar. Mwamsingizia salale. Ustazi huyu ambaye tunamtegemea katika mtaa wetu afanye vitendo vya uzalilishaji. Salale. Mwamsingizia. Juzi pale tulikuwepo kwenye kahawa na kwambia salale. Kalipa vikahawa mpaka nkanywa kahawa. Leo ustazi huyu awe mzalilishaji. Mwamsingizia. Au mna chuki tu na nyie? Huyu si ustazi tena, hafai hata kidogo kuwa ustazi. Ila lillahi ila warajaua. Mwamsingizia ustazi. Wallahi alhamdulillah. Mwamsingizia. Mwambia ustazi, juzi pale nilikuwa pale na shida na wajane 12. Amekwenda kunisaidia. Yeye ndio anatengeneza nuru na maisha ya yetu hapa. Mwamsingizia, wallahi mwamsingizia, umekosea. Wallahi naenda Tanga pale, nikifika pale Tanga mwamsingizia ustazi. Basi mimi naenda na kazi zangu za kufanya. Mwamsingizia. Ustazi Fahimu. Ustazi.
Samanini mabinti. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Samanini sana. Nina shida kuongea na binti hiyo. Huyu mnaweza kukaniletea mara moja nikaongea naye? Sawa Amida. Basi naomba tusogee tendeni please. Unaendeleaje? Wewe unataka nini? Mbona umekuwa moto kiasi hicho? Unajua waungwana wanapoputana lazima kwanza kusalimiana. Hebu kwanza tusalimiane alafu mengine yataendelea. Sasa leo hii umekuwa mkali kama pilipili, shida kitu gani? Sikiliza nikwambie, wewe ustazi unaifanya ustazi muongo. Sitaki mazoea na wewe. Mtaa mzima huu naonekana mimi mbaya kwa ajili yako. Mtaa mzima huu naonekana kichwa cha kuku kwa ajili yako. Sitaki mazoea na wewe, nikalie mbali. Okay, nimeshakuelewa shida yako ni kitu gani. Maneno ya watu tayari umeshayasikiliza na kuharibu masikio yako. Unajua ni kitu gani ambacho kimenifanya mpaka nimepita pembeni kiasi hichi? Yaani leo nimekuandalia kitu kizuri sana. Nimekuandalia matibabu ambayo yanatumia nusu saa tu kwa ajili ya yale matatizo yako. Shida nini dada? Nimekwambia sina shida na matibabu yako. Naweza unanielewa. Kuna matibabu, kuna chochote, ni vazi tu limekustiri. Mtaa mzima huu unaonekana wewe ni mwema. Kumbe ni mchafu kama yeye. Nikalie mbali utaponiona popote. Jamani, mbona umeharibika kiasi hicho dadangu? Yaani tayari umebadilika kabisa. Unajua ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani mimi nakufanyia yote kwa ajili na kupenda ili uweze kupata mafanikio na maendeleo yako. Leo hii unafikia stage ya kunitukana kiasi hicho. Ama kweli tenda wema wende zako, usingojee malipo. Leo hii humsemo na utibikisha kwako. Samahani sana kama nimetukosea. Sina shida dawa zako. Shukrani yangu ndo hii. Nimekwambia kaa mbali na mimi. Mtegemea chuma huchuma, na kama hukuchuma basi tumbo la nguruma. Mimi nyumbani kiukweli, katika dunia hii nyumbani mimi ni Tanga. Basi kule Tanga kuna baba yangu mmoja anaitwa Baba Suleimani. Ona, yule baba akanambia, mwanangu chunga, nakwambia chunga tena uchunge. Nikasema labda kuchunga huku itakuwa kuchunga mbuzi, kuchunga kondoo, labda kuchunga ng'ombe. Mie naweza hata kuchunga maneno ya watu katika mtaa huu. Nipe ubuyu salale Na ubuyu huo. Kuna huyo Ustadh Fahim. Huyo sasa kuna maneno yameenea mtaa mzima. Anaongelewa yeye tu. Ustadh Fahim mimi namjua. Sasa maneno gani hayo? Kuna yule shoga yangu yule alienda kwake, alikuwa na shida, akamwomba amsaidie, akamfanyia kitendo cha udhalilishaji. Yaani hafai yule kabisa kuwa ustazi. Ustadh Fahim anajifanya najua dini, anajifanya kusomesha watu, anaaminika ni mtu ambaye mwenye nuru, akatoa kwenye giza, kumbe mdhalilishaji. Faki ustazi, jamani, salale kafanya vitendo vya udhalilishaji. Masi, mimi ujumbe huu umefika. Kama mimi baba yangu amenambia nichunge, tena nichunge mbuzi, kondoo na ng'ombe. Sasa nitaenda kuchunga maneno ya ustazi. Haya, basi sawa.
Sasa hamna shida. Basi nakwambia nimetoka kule Kigamboni. Mie unajua memza wa Kigamboni kikweli. Nimetoka pale Kigamboni nikenda sehemu moja nasema ile Tanga pale, nimekaa pale Muheza mpaka nikenda Magomeni Tanzania. Nikatoka pale nakwambia mpaka nikakwenda pale Singida wilaya ya Itigi Manyoni Kongo Kishansa Parazavili Kananga Busimei Angola Salale. Nikatoka pale basi nikenda mpaka pale wanaita Tanga ndeni Muheza pale Korogwe. Mie Salale nikakutana na funga kweli, kajaja funga kanifunga kweli. Kwa hiyo kama mbishi mchicha kama kibaka kakaba kaaba kakuta ratiba ya msiba. Najua msiba tayari unao. Nimefanikisha kila kitu ulichoniagiza. We kuhusu ule ustazi. Sasa nikupe mkanda kamili. Sogea nikwambie. Yeah. We. Basi ndio hivyo. We. Salale. Huyu ustazi nakwambia muumini alikuwepo hapa nakwambia kila kitu Salale kacha wazi. Fai hata hii. Basi ndio hivyo nilivyokuambia. Basi sawa. Basi Salale basi sawa. Sawa. Haya, tukujalia. Haya, asante. Haya, asante. Tukipata wanawake kama hawa Salale nakwambia kama tukiwapata watatu katika nyumba. Mungu atabariki. Ustazi, kuna jambo linanisumbua sana katika akili yangu. Linanikosesha amani kabisa yani, hadi muda huu sijapata jawabu. Sijawahi kulala nikauchukia usingizi katika maisha yangu. Lakini usiku wa jana ulikuwa ni usiku mkubwa sana kwangu. Nilitamani kukuche, lakini bado nikiendelea kupata ndoto za kiajabu. Ni ndoto gani hizo ambazo ziliweza kukufanya wewe hadi ukakosa usingizi jana? Niliota kuna mtu alikuja kitandani kwangu. Alijigeuza misli ya nyoka. Sijui ina maana gani ndoto hii ustazi. Subhanallah, subhanallah. Amina, pole sana binti yangu. Kutokana na maelezo ya ndoto yako, amekuja mtu amebadilika mithili ya nyoka. Amina, unasibiwa na matatizo makubwa sana. Matatizo ambayo yanatokana na majini wa kiasili katika familia. Nikimaanisha kwamba katika familia yenu kuna majini ambayo ni ya asili. Na kuna baadhi ya watu katika familia yenu wanawatumia hao majini kwa ajili ya kuwaumiza watu wengine. Pole sana. Na mpaka muda huu tunapoongea haya maneno, amini kwamba tayari wameshajua Amina anahitaji kujitatua katika matatizo haya. Kwa sababu huna njia nyingine ya kutatua matatizo yako mpaka mimi niweze kukusaidia. Unahitajika upate kisomo kikubwa na dua nyingi ili uweze kutoka katika matatizo hayo. Sijui unanielewa vizuri? Amina, kuna watu wana chuki, wana hasadi, wana roho chafu, wanashindana na ibilisi laanatullah. Na tusipoteze muda. Yaani muda huu naomba mguu kwa mguu mpaka kwangu mimi nikufanyie dua na matibabu ili uweze kupata nuru katika maisha yako. Umenielewa? Ustaz, angalia. Nini? Mbona shangaa kiasi hicho? Kuna tatizo gani? Ustaz, ona. Mbona umeshtua kiasi hicho?
Nini? Ustazi. Nini shida? Mbona mimi sioni kitu? Kuna nini? Mbona nashangaa? Ukidari, mbona umebadilika? Subhanallah. Wa Amina. Kuna nini? Mbona umekimbia kama mgonjwa wa akili? Kuna matatizo gani? Sijui ameshaanza kuumwa. Ya Rabbi, msaidie mja wako. Ngoja niondoke. Bwana Suleiman, mbona shekhe wangu unafanya na mambo ya maajabu bana? Mbona tunavutana kiasi hichi? Kuna matatizo gani? Yaani kama tunaidiana shekhe wangu. Suleiman, kuna shida gani Suleiman? Ustazi, mambo niliyoyasikia mtaani kila kona nasemwa mimi. Na kusema kitu gani shekhe wangu bana? Kuna tatizo gani kubwa ambalo mimi nilifanya mpaka leo hii tunavutana kama tumeibiana? Kwa hiyo mimi katika mtaa wote wananiona mie mtu mbaya. Kwa hiyo mie ndo nafanya ushirikina, si ndio? Shekhe wangu bana, hao ni majirani zetu do. Shekhe wangu, sijawahi kabisa kufikiria kukufanyia vitu vya ajabu kama hivyo. Bana, mimi shekhe wangu, katika hadi yangu hii nilioneo katika mtaa wetu huu, kweli wa kufanya mambo hayo? Yaani kabisa ufikiri kabisa Sheikh Suleimani, wanakufuata watu wanakuambia maneno kama hayo na unachukua jazba, unakuja kunikamata mimi mkuku. Na pia mimi ni mtu wa kufanya zinaa? Hapana kabisa, sijawahi kabisa kusema hayo maneno. Astaghfirullah kabisa, sijawahi. Kila kona nasemwa mimi. Nisikilize ustazi, mimi kwetu kule Tanga napambia kule Andeni Korogwe na Muweza, kuna huyo mzee wetu mmoja anaitwa Jaja Fungafunga, nitakuja kukufunga salale. Subhanallah, shehe wangu, usije ukafikia katika mambo hayo, kwa sababu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza katika vitu ambavyo havitaki kimoja wapo ni hicho. Ukifanya ushirikina ndugu yangu, tayari kusambaratisha somo yako, na ni kitu ambacho kitakiwi. Sisi tunatakiwa tutengeneze imani, kumjua Mola wetu ni yupi, tumjue muumba wetu. Leo hii utaenda kufanya ushirikina kwa sababu ya maneno tu unayoyasikia? Shekhe wangu, usije ukafanya kabisa hilo jambo. Basi nakwambia kuna hicho kikahawa hicho. Sisi watu wa Tanga pale Andeni Korogwe na Muweza na Tanga ile, kuna huyo mzee wetu Jaja Fungafunga, nitakufunga salale, nitakufunga. Usifike huko, usifike shehe wangu, usije ukafika kabisa. Yaani shehe wangu, huko ndo usifike, kwa sababu huko ndo unajipoteza. Lengo la Ramadhani uwe ni kunyoka na kurudi kwa muumba wako. Fanya toba kwa yale yote uliyoyafanya hapo nyuma. Leo hii unaenda yaani huko ukifika ndo kushapotea ndugu yangu. Unajua hakuna kitu kibaya kama hicho bwana Suleimani. Astaghfirullah. Jamani, Suleimani, kweli umekasirika kiasi hichi? Shoga yangu, na ujumbe wako. Umeambiwa na ustazi ukachukue dawa zako, zipo zimebakia kule. Kwa nini? Maana kipindi mkinitania wale sky na mwezi mtukuka Ramadhani. Kwa hiyo na amefika huko tena. Okay, ndo tamwambia mambo mimi siendi, kanifanyia kitendo. Kitendo gani hicho? Amepoma kome. Anidamirisha. Yaani usijali. Kwa hiyo kutokana na hivyo, basi tusipoteze muda. Naona ni vizuri tuende ndani ili niweze kupatia haya masuala. Au unahisi kitu gani? Sawa, kuna nyigo ni sawa. Basi tangulia ndani, mlango ndo wapo, twende ndani. Chizi ndani, hamna shida. Limeisha, tatizo lako limemaliza. Umenelewa?
Nimekuelewa ustazi. Asante sana ustazi, nilifurahia matibabu yako. Wow, asante sana. Astaghfirullah. Wewe acha shoga yangu. Haya, pole gani? Nataka nijue huyu kafanyiwa kitu gani? Mimi sijui chochote. Sasa nataka unieleze leo, ustazi kakufanya kitu gani? Siondoki hapa. Nakuuliza wewe umefanyiwa kitu gani? We, taka unabie. Umefanyiwa nini? Na wewe siisha kukataza kuja hapa. Mimi nilikuja kumsalimia tu. Kumsalimia? Wewe ndio unayemharibu wewe. Wewe ndio unayemharibu, subiri. Polisi ni huyu. Shenzi. Fine. Ustazi kakufanya nini? Umefanyiwa kitu gani na ustazi? Sintolee mashavu mimi hapa, takupiga makofi. Mimi ndo kaka yako, niambie nijue nitalifanya vipi. Usikii? Kaka, nitakwambia. Niambie, nitakuchezesha mabao sasa hivi, niambie. Kanifanyia kanivalisha. Wewe sina kuokonde kila siku. Tabia yako unayoenda, sasa mwisho wa siku umeona. Sasa na mimi, wewe ustazi nafuata huko huko. Unajua na huko huko naingia ndani, namtokea namfuata. Ili toke ndani, namwendea huko. Ustazi, nilikuwa nakuamini sana katika maisha yangu. Kwa hicho ulichomfanyia shogangu, siwezi nikakuamini tena katika maisha yangu. Ni kitu gani hicho ambacho nimemfanyia kikubwa hadi ukakosa kuniamini mimi, wakati mimi ndio amiri katika huu mtaa wetu? Una uhakika gani na maneno kama unaweza kuiza? Au ndio umesikia habari mtaani na maneno kuhusu mimi, halafu then ndio unakuja kunifuata unaanza kuniambia maneno kama hayo? Una uhakika gani na maneno yako? Ulimfanyia kitendo cha udhalilishaji. Subhanallah. Yaani mimi ustazi mzima niweze kufanya tendo la udhalilishaji wakati Allah mwenyewe ameshatukataza sisi. Amesema katika aya zake, la taqrabu zina. Leo hii kweli mimi ni kazini wakati najua kwamba hili jambo ambalo nikilifanya ni dhambi? Mbona jamani mnakuwa mnazungumza mambo ambayo hamjui maana yake? Unamaanisha nini? Siku zote bahari haibebi uchafu, huwa inautoa nje. Kwa hiyo ukweli wote ushajulikana. Sasa una maana gani? Mbona unaweka katika mabano? Hebu zungumza vitu niweze kukuelewa unamaanisha nini. Usiniweke katika mabano. Na uhakika na haya maneno. Kuna siku tulikuwa safarini mimi na yeye akakwambia, akakuthibitishia kama ni kweli hichi kitendo ulimdhalilisha. Ama kweli ukikosa bahati huwezi kubahatika. Leo hii nimethibitisha kweli. Ila mimi naweza kuambieni kitu kimoja tu, mzingatie katika akili zenu. Unajua Allah aliweza kuwakataza wanadamu sote masuala mazima ya kuweza kuzaniana. Yaani unaacha kazi unaenda kumdhania mwenzako kitu ambacho huwezi kukijua wewe kina maana gani. Unajua hizi dhana zinaweza kuachisha watu, zinaweza kuwagombanisha watu, halafu wewe umesikia maneno mtaani unakuja kunifikishia mimi ya kuwa nimeweza kumdhalilisha mwenzako. Na wewe pia niliyokuwa na kuamini sana kuliko wengine wote, leo hii unakuja hapa unanididimiza chini. Yaani ndio unanisindilia kweli? Ya Rabbi. Kweli unakuwa hivyo? Sina la kusema. Ila Mola wangu mimi ataweza kunilipia katika haya. Siwezi kusema lolote lile. Sema unayasema, lakini ukweli tushaujua. Kazi kuvaa vikanzu na vikoti tu, huna la maana hata moja. Yaani wanadamu hawezi kufadhilika kweli. Nilijitolea kwa ajili ya kuwafanyia tiba. Leo hii ndiyo nimekuwa ni mbaya kwa wao. Ila achana na maneno yao vyovyote vile. Basi hilo hilo kimeenda sawa na sawa, limebadilika na kubadilika ukawa mzima.
Maana inawezekana positive kuwa negative na negative na kuwa positive. Basi dada yangu, nikupe historia. Mimi katika maisha yangu nakwambia, mimi nilikuwa na ndoto, na kila mmoja na ndoto zake, lakini mimi nimezaliwa pale Tanga. Kuna sehemu moja pale inaitwa Handeni pale, nikakaa pale. Nakwambia ndoto yangu mimi nilikuwa nataka niwe daktari. Nikasoma pale, nakwambia maisha yakawa taiti. Nikasema nitoke pale Tanga nende pale Tanganyika. Kuna chuo kimoja kinaitwa chuo cha Nyerere. Basi nikakaa pale kwa Nyerere pale, nakwambia kile chuo nikasoma. Salale, katika kusoma kwangu pale ndo tukampata rais wetu huyu wa Tanzania, huyu anaitwa Rais hayati Julius Kambarage Nyerere. Nikatoka pale nikaja Zanzibar. Kuna chuo kimoja hapa Zanzibar kinaitwa chuo kile, we acha tu. Nikakaa hapa Zanzibar, nikasema sasa hapa ndo pakapatikana kiongozi wetu hayati Kambarage Nyerere. Hapa alikuwepo hapo, akaunganisha historia hiyo. Mwaka 1964 wakaunganisha mchanga, wakachukua mchanga wakachanganya, mambo amekuwa wera. Salale. Haya, asante kwa historia. Maneno yote hayo, unataka kuniambia kitu gani leo? Uwezi kuamini ustazi wetu, kiongozi wetu katika huu mtaa. Fahimu kiukweli. Wewe juzi pale wanisimamisha Salale, waniambia mimi nafanya mambo machafu, wakati Fahimu amefanya kitendo cha uzalilishaji. Amekata mtu mkono. Mtoto mdogo akinya kwenye kiganja huwa hakikatwi, huwa kinaoshwa, lakini yeye Fahimu amekata kiganja. Salale, mahi nakwambia amekata kiganja, anjifanya yeye ustazi tena mwenye wema, mwenye nuru, kumbe sima. Huyo Fahimu ninamjua mie, huyo imamu wa msikitini ambaye anaswalisha katika humtaa, ama kiongozi wa humtaa, ama ni upi mwingine? Huyo Fahimu ambaye tunamtegemea katika humtaa wetu ndo alofanya mambo hayo. Salale, wewe umeyapata wapi hayo? No, amemfanyia nani uzalishaji hapa mtaani? Kuna mtu mmoja hivi Maji ya Kunde, mwanamke mmoja hapo nakaa kati hapo. Maji ya Kunde si mnene wala si mfupi wala si mrefu wala si mwembamba, si saizi ya kati. Amemfanyia vitendo vya uzalilishaji kila kona, nakwambia Salale, wallahi nakwambia. Hapana, mimi siamini hilo. Naamini kwamba unamsingizia. Tena mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unakaa unamsingizia ustazi ambaye anasimama katika humtaa na kutuelimisha sisi kuhusiana na mambo hayo. Leo yeye atoke ende akamfanyie mtu uzalishaji? Hapana, hilo jambo hamna. Siamini kabisa. Ingekuwa hivyo hapa, ingekuwa mtaa mzima ushanuka kama ulivyonuka wewe kuhusiana na mambo ya uzalishaji. Maana wewe mtaa mzima unanuka. Ingekuwa na yeye kishanuka zamani, watu wote washasikia, hamna la siri. Haya, wewe uombea umeupata wapi? Maana umeanza mwanzo kunipaombea sijui Karume, sijui nani, mpaka umeenda kwenye kumsingizia ustazi. Usimzulie ustazi wakati wewe ndo huyo ambaye unafanya hapa mtaani. Watu wote wanajua, siri zote watu wanazijua. Basi ndo hivyo. Wewe umeshuhudia. Mimi naamini huo ni uzushi wako na uchoyo wako. Mimi nimechoka kusikiliza umbea wako ambao sio wa kweli, unomtungia ustazi na Ramadhani hii. Pata dhambi peke yako. Kwa heri. Karibu mgeni mwema, Timu yako umesahau hii uongee. Ramadhana ni mwezi usio shaka na baraka duniani. Karibu mgeni mwema, mtukufu Ramadhana ni mwezi usio
Kwanza dada yangu, nashukuru sana mimi kukupigia simu mpaka ukafika hapa Salale. Nashukuru. Yaani sikutegemea katika dunia hii, katika mtaa huu, unaweza wewe mwanamke ukaja ukasema nikupigie simu ukaja ukanisikiliza wito wako. Kwanza nasema alhamdulillah. Salale. Mimi nikupe historia dada yangu. Mimi siku moja nilikuwepo pale Malindi. Nimekaa pale Malindi, nakwambia pale Malindi nilikuwa nauza changu, nakwambia samaki kama hivi. Nauza samaki, tena wauza samaki mimi mtu wa Kitanga, nikikaa pale nakwambia na Bahamadi na kina Makame na kina Makame Nuhusi kama unawajua hao wote. Mimi nishamuuzia samaki yule sana Bahamadi. Lakini pale nikakaa nakwambia samaki wangu siku nyingine nimekwenda pale nikawa nauza. Lakini baada ya kuuza wale samaki mmoja akaharibika. Basi kuharibika wahenga wanasema samaki akiharibika mmoja huoza wote. Sasa samaki hapa mtaani nimesikia kauli kwenye kibanda cha karata, nakwambia pale nimekwenda pale kibanda maiti. Nilipofika pale kibanda maiti Salale, hizo habari nilipozisikia wakusema weye, mwezi mzima wa mtukufu wa Ramadhani, tena wafanya zinaa, wamkosea Mungu Salale, anasema ile dua inasema ile sijui anasema la takrabu zinaa. We wafanya maovu, tena wafanya maovu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani Salale, waenda chini weye, umemkosea Mungu. Kama una mambo hayo, na kuomba dada yangu achana nayo, hiyo tabia sio nzuri. Kulegalega sio kufa, bali kufa ni kuoza utumbo. Mambo namwambia achana nayo na maswala ya zinaa. Anafanya hili Salale. Salama, salamu alaykum. Salamu piale. Mzima? Mzima zae. Safi la siku. Salama. Leo nataka nipulize. Na shida na Suleimani. Jamaa mmoja hivi ampenda kuvaa masenuri, naweza nikampata wapi? Wewe ni mgeni hapa? Mimi ni mgeni. Ndio nafahamu. Na shida naye. Unafuata hii njia moja kwa moja. Jipa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10 ndo yao. Asame uko nitanjuaje na ukiangalia hapa mimi ni mgeni ano, sababu ndo mwanzo leo nafika. Basi nikitaka hata namba yake ya simu kama unayo nigaie. Hapana, sina namba yake ya simu. Ila tu hii njia moja kwa hajafuata. Na ni bombaye ni maarufu popote pale nikiulizia tu Suleiman. Ndiyo maarufu. Asante basi. Haya, safari njema. Wapo wanae pia. Haya, sana. Haya. Ndo hivyo ilivyokuwa ustazi. Da! Astaghfirullah. Hivi huyu Suleimani mimi anataka kitu gani? Yaani hajaona kazi ya kufanya, akaona kupakazia maneno yake mtaani ndio atapata ajira. Huu mtihani kweli. Kwa hiyo maneno yote kakwambia yeye. Mimi ndo amenihadisia yeye kuanzia mwanzo hadi mwisho kuhusiana na wewe unaoyafanya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Astaghfirullah. Mtihani kweli. Yaani mimi na wadhifa wangu huu nasimama katika misikiti mbalimbali vyuo tofauti kwa ajili ya kuwafundisha watu na kuwakataza watu mabaya. Leo hii mimi ndo nisimame kinara nianze kuwapotosha watu. Hivi kweli jambo linaingia akilini? Siwezi kusema kama ni ya kweli ama ni ya uongo.
lakini hata kuna siku ambayo tumepita na mashoga zangu ukatusimamisha, lakini ulimuta shoga yangu na haukuwa na maelewano mazuri katika maongezi yenu. Kwa hiyo wewe ile siku ulijifunza kitu gani? Hapana, sijui kitu gani ambacho mlizungumza, lakini huo ndio ukweli ambao amenipatia Suleiman. Sina la kusema, ila kikubwa mimi naamini kwamba mpambanaji mzuri ni yule ambaye hawezi kuidharau silaha yake katika vita. Kwa hiyo mimi, silaha yangu mimi itabakia kuwa ni Allah pekee. Waachie wasema wanayoyasema, ipo siku watajua amewafanya sio sawa. Asante sana kwa ujumbe wako. Sawa, lakini pia inasemekana kwamba Makame Numus ndo ambaye amemhadisia. Mimi Makame huyu, sijui mimi nimfanye kitu gani huyu. Sema mwezi mtukufu wa Ramadhani ile ningemfanyia kitu huyu na yeye akajutia. Ile jambo nitalifikisha katika msikiti. Tutalizungumzia. Haina haja. Asante sana kwa watu walionipatia. Shahala bahala. Kwanza pole sana. Shapoa. Yaani mimi nasema kwamba utapotea. Yaani nakwambia kila wakati nafikiria, nakwambia katika maisha yangu nasema salale. Nikasema bana, hili jahazi kweli limezama. Umefikaje hapa? Hapa jamangu umeshachoka kutafuta. Kwa sababu hivi unavyoniona, kuna mtu hapo ninamuuliza hapo, bidada mmoja tu hivi mwenyewe simjui. Kwanza kila nikikupigia simu jamangu sikupati. Nikachoka ulizia huyu Sele yu wapi? Kanipa ng'ombe lakini nishachoka kuichunga kwa sababu upepo wote huu ziki naipata mie, sitambui faida wala raha. Kwa hiyo jamaangu mimi ninachokuomba ni ule nzigo ulionipa yuzi ushazama na hakuna hata moja. Tulikuwa na nka na mafuta, mulikuwa na vitunguu, mulikuwa na nyanya, kila kitu mabongwa ushinei. Kwa hiyo mie kama mie hivi unavyoniona hapa nilipo, sitambui hata nielekele wapi. Unajua rafiki yangu Omari, yani mimi kila wakati nakwambia nasema salade. Na nasema mimi wakati mimi nasoka sanga andeni pangani Korogwe. Unajua maisha yamekuwa magumu. Yani kila kitu unakwambia salale limefidisika. Hapa itakuwa kuna mkono wa mtu. Salale. Na nikampigia simu shefake. Huyu Sele yu wapi? Akanambia huyu jamaa kana hama hasa mpaka hapa. Kwa hiyo mpa namba yake, akanambia mimi namba yake sijui. Waacha subiri siku tutakokutana sokoni huyu jamaa nijue kitu gani cha kumwambia. Lakini leo nakuta shefake ndio kanipa namba yako ya simu na kunipeleka hapo pako. Sawa, nimekusikia na nimekufahamu. Mimi najua hapa sasa hivi, najua watu wote baharini walitupiamie. Sawa, kama wao walitukiamie, mimi nitajua jinsi gani ya kufanya salale. Nakwambia nikenda pale Mtwara Masati Matlansingwea boda la tubidi pale Kongo fikata kaparazili pala kanaga. Buzi gai takuna kumtia mkinichiba. Haiwezekani. Paka yale masema yale mabao yale yote amezama mpaka zile nasema mkawe. Zimezama. Kwa hiyo irubuni iliyopoe, shikaminio nisaki atanka inayo. Masi nakwambia nitamtafuta Fahi. Nitamtafuta Fahi anipige kisomo, anikamate kitwa na vitu vyote viende sahihi. Basi haina shida. Basi inshallah. Basi kule mie nimehama wa kule, nimekuja hapa, nimejenga hii hapa hii. Ndio kajenga kibanda hichi. Sulemani, una matatizo gani? Yaani mambo kama maajabu. Yaani watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakaa, wanafanya istighfari, wanasoma Qur'ani, wanatoa sadaka na kufanya mambo mema. Wewe unaacha kazi, unaenda kukaa barazani na wanawake, unataka kunisema mimi. Kwa lengo lako kitu gani? Unataka mimi nisiswalishi katika ile msikiti wetu pale? Au unataka mimi nifukuzwe hapa mtaani? Yaani huna kazi ya kufanya ustazi wangu, unafanya mambo ya maajabu chungu nzima.
umekuwa na tabia kama za wanawake, sijui kwa nini. Astaghfirullah kwanza kwa kukabidhi uhusika ambao sio kwako. Lakini hiyo tunasababisha wewe nitamke maneno mazito kama hayo. Mimi ni ustaz katika mtaa huu. Yaani unaacha kazi, unaenda kuambia majirani eti mimi si nadhalilisha wanawake. Mimi sifungi. Mimi nafanya ushirikina. Wewe uliniona wewe? Wewe uliniona? Ustaz wangu mimi nikwambia kitu kimoja. Haya ni maisha tu. Jua kwamba katika maisha sisi tunapita. Ipo siku tutaondoka. Halafu mwanaume mambo nako. Hata kama mambo yanafanyika kweli, kwani unashindwa kuyabania? Yaani una kidomodomo kama wanawake. Mbona wanawake kikosa story wanaweza kusema sema watu. Na ndio maana asilimia kubwa ya wanawake wataenda kuingia motoni. Acha mambo ya kimaajabu hayo. Yaani sitapendezwa sana na tabia zako za kimaajabu. Ila chunga sana maneno yako. Maana usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Au kama una hamu mimi niondoke pale msikitini, niambie. Yaani umekuwa yani kama vile yani mwanamke fulani mambo yako. Mambo gani bana Suleiman tunafanyiana hayo? Kuwa mwanaume, acha mambo yako hayo. Unazunguka kama mwanamke, umekuwa sijui kama kiguna njia, kila sehemu upo. Mtaa mzima huu wanakusema wewe. Hizo tabia sio nzuri. Ngoja kwanza nikapalilie huko ndani. Basi nakwambia nimepita kila kona. Nikasema nikutafute wewe nahodha wa Kipemba. Ili wewe naamini kwamba nyie ndo watu wakali kwenye bahari. Nilitafuta namba yako na kwambia salale. Nikasema maji yamefika hapa Mshindo. Kasema mimi mtu wa Kitanga Tanga ndeni pale Pangani Korogwe Muenza jamani salale. Nikasema hata nsikate tamaa. Nikasema nizunguke. Nikasema basi salale. Yani nimepita kila kona. Nikasema mimi nikutafute kama mzee Mponda kaponda tope na tope ponda zitapondwaje kama kibaka kakaba kahaba kaiba mkoba kakutaratiba msiba. Nikasema mimi wewe nikutafute wewe ndo nahodha. Mimi nimenunua boti hizi mbili. Boti ya kwanza yaitwa Toroka Uje na ya pili inaitwa Chichimbi. Nikasema mwenzangu wewe wa Kipemba nyinyi mnakuwa wazoefu nyie watu wapi huko wa Kipemba sijui huko wanaita kule kwa Kojani kule nakwambia kila kitu. Nikasema nyie kikwa kabidhi maboti mafanya pwedi. Nimenunua hizo boti nataka nikukabidhi salale. Haina shida kunikabidhi, ni vizuri sana. Lakini na mimi nitaka nijipange kwa ajili ya wale mabaharia waliokuwa na boti ya mwanzo ile pata ajali kuzama. Wale sinao tena nitafute wengine niajiri sasa kimwanzo. Kwa sababu ndo kila nikipata wanafunzi wapya ndo leo kwa mimi nitazidi kunini? Nitazidi kujifurahisha kwa sababu wale hatojua mimi niwaelekeze fanya hivi. Na ndivyo inavyotakikana. Tiani kwa sababu ile tukiitia shaft ile pale, alafu kuna na nguruzi tukainunue kuitia ile boti. Sababu boti kama haina nguruzi si boti hiyo. Itakuwa inka tu na boti kama haina nguruzi haitembei. Nasema natia shaft. Kwa ajili kwamba nataka nipendezeshe ile. Na hiyo shaft ndo nini? Hiyo shaft ni kama rangi tu ya jiksaw. Basi haina shida. Basi mimi ndo nimeshakukabidhi. Haya na mimi nishakubali. Lakini katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani muwe mkivua kidogo muwe mnawagaia na wengine ili iwe baraka. Ajua kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wasema hivi wala tashufuna la mabukura. Takawa mbugwi tu mwendo ule atakwenda. Basi inshallah wayo haina shida. Ila wewe ndiyo uwe na host. Naam. Toka ndani. Kuna nini ustazi wangu? Kuna nini? Mbona moto hivyo? Kuna sogea ustazi wangu.
Wewe wajifanya ustazi wewe, kumbe una chochote. Wachukua watu wa kike. Astaghfirullah. Sijawahi kufanya mambo. Kuna tatizo gani kwani ustazi wangu? Mko tukae chini kwanza tuzungumze. Mimi nakwambia ulichofanya mdogo wangu, mimi nakwambia leo sikubali nalipiza kisasi. Hakuna bana ustaz, kuna nini bana? Mnaeleze vizuri. Kuna nini wewe hujui ulichomfanyia? Hakuna bana, sitafanya kitu hata siku moja. Astaghfirullah ustazi wangu. Hayo ni maneno majirani ustazi wangu. Hakuna hicho kitu kabisa. Ustazi wangu hakuna kabisa hilo jambo. Hakuna gani? Wewe wajifanya ustazi hapa. Wachukua watu wa kike watia ndani. Wewe unaniambia sisikii, nimesikia mimi kwa masikio yangu. Lakini nakwambia hiyo tabia yako hiyo. Hiyo tabia yako sizidia nao. Ustazi wangu utaniumiza. Nimefunga mwezi ujao ustazi mimi. Umefunga gani? Allah hapendi bana. Kama hapendi mbona unafanya matendo mabaya? Matendo gani ustazi wangu bana? Na nakwambia na hasira na wewe. Madhani